Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, tunayo furaha kwa mara nyingine kuwatangazia Watanzania wote kuwa wakati umewadia wa kutoa tena tuzo ya taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu kwa mwaka 2026. Tuzo hii hutolewa kila ifikapo tarehe 13 ya mwezi April, ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha siku ya kuzaliwa kwa baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere, ambaye pia alikuwa nguli katika uandishi bunifu. Hivyo, pamoja na kutoa tuzo hii, tunatambua mchango wake mkubwa aliotoa katika kukuza lugha ya Kiswahili pamoja na kukuza uandishi na usomaji wa vitabu. Kupitia Taasisi ya Elimu Tanzania, ambayo wizara imeipa kazi ya uratibu kwa kushirikiana na kamati huru ya tuzo inayoongozwa na Profesa Penina Mlama, tunawatangazia kuwa hafla ya 4 ya tuzo ya uandishi bunifu ya Mwalimu Nyerere ya mwaka 2026 itafanyika jijini Dar es Salaam katika ukumbi wa The Superdome tarehe 13 mwezi wa 4 2026, ambapo mwaka huu nyanja 4 zimeshindaniwa. Ili kuenzi kazi na waandishi, tuna utaratibu wa kuwa na mgeni rasmi ambaye anakuwa ni nguli katika eneo hili, na hivyo mwaka huu tunatarajia kuwa na mshairi maarufu duniani Abdulatif Abdalla kutoka nchini Ujerumani. Abdulatif Abdalla yeye ni raia wa Kenya, lakini alifundisha chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa miaka 15 na amekuwa akihudhuria katika tuzo hii. Safari hii tumempa heshima kwa mgeni rasmi. Tunamkaribisha sana kuja nyumbani kwake Tanzania. Katika kuendesha hafla hii kwa muktadha wa dhamira yake, itatanguliwa na mjadala, yani side events, utakaohudhuriwa na waandishi bunifu maarufu nchini Tanzania pamoja na wageni mashuhuri wawili ambao ni Dr. Aida Mutenyo kutoka nchini Uganda na Bwana Ferdinand Ndahayo kutoka nchini Rwanda. Kama mnavyofahamu, lengo la tuzo hii ni kukuza lugha adhimu ya taifa ya Kiswahili, kukuza vipaji vya uandishi bunifu kwa Tanzania, kukuza utamaduni wa kusoma vitabu, kulinda na kuhifadhi historia ya nchi yetu, tamaduni na tunu za taifa letu la Tanzania, na kukuza sekta ya uchapishaji vitabu nchini Tanzania, pamoja na kuongeza hifadhi ya vitabu katika maktaba zetu na hata nje ya mipaka yetu. Na kupitia tuzo hii kwa kukuza uandishi bunifu, tunatarajia tutakuwa tunapata baadhi ya vitabu ambavyo vitatumika vile vile katika utoaji wa elimu hapa nchini. Toka kuanzishwa kwake, wadau mbalimbali wamekuwa wakishiriki katika maeneo mbalimbali nchini, yaani Tanzania bara na Zanzibar pamoja na nje ya nchi. Wadau hawa wanatoka katika kada na makundi mbalimbali kama vile waandishi wa habari, wakulima, askari polisi, wafanyabiashara, wajasiriamali, walimu na wanafunzi. Yaani watu wanaochangia kuingia katika mashindano hayo, wanaoandika vitabu, wako wakulima kabisa, wako askari polisi, wafanyabiashara na kadhalika. Nachukua nafasi hii kuwashukuru pia Watanzania wenzetu wanaoishi nje ya nchi kwa kujitoa kushiriki katika kuwania tuzo hizi kwa kuwasilisha miswada yao, na nikitaja baadhi tu ya nchi ambazo Watanzania walioko humo wametuma kazi zao ni pamoja na Czech, Kenya na Australia. Kwetu sisi hii ina maana tuzo hii inakuwa na inaendelea kutangazwa kwa ukubwa wake. Tangu kuanzishwa kwa tuzo na wizara, Watanzania 27 wameshapata tuzo hii katika nyanja 4 ikiwemo riwaya, hadithi za watoto, tamthilia na ushairi. Aidha, serikali imeshawekeza takriban shilingi milioni 800 kuchapisha aina 6 za vitabu vilivyoshinda tuzo na kusambaza katika shule zote Tanzania bara na Zanzibar na kuhamasisha usomaji, na pia kukuza sekta ya uchapishaji kupitia zabuni za uchapishaji wa vitabu vilivyoshinda tuzo hii. Na baadhi ya vitabu ambavyo havikushinda lakini vilikuwa katika orodha ya washindi, wale waliochukua nafasi ya kwanza mpaka ya 10, baadhi ya vitabu hivi kampuni za uchapishaji zimejitokeza na kuwapa kazi na kuchapisha vitabu vyao na kuvisambaza vile vile. Natumia fursa hii kumshukuru sana Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuamini umuhimu wa kukuza lugha ya nchi yetu na shughuli hizi za kukuza uandishi bunifu hapa nchini, kwa sababu yeye ndio alisema tutenge fedha kwa ajili ya shughuli hii muhimu kwa vijana wetu. Ni sehemu vile vile ya kuwasaidia vijana. Watu wengi wanaoandika na wanaoshindana ni vijana. Kwa ile mwelekeo wa nchi yetu wa kuhakikisha kwamba fursa mbalimbali zinatolewa kwa vijana,
unatekelezwa vile vile kupitia tuzo hii kwa kuhakikisha kwamba vijana nao ambao wanapenda kuandika lakini walikuwa hawezi kuingia sokoni kwa sababu ya kukosa msukumo, sasa hivi kupitia tuzo hii na kwa maelekezo ya rais wetu wanapata fursa ya kuandika na kuchapisha vitabu vyao na vinasomwa na watu na vile vile wanajipatia fedha kutokana na kazi hizi wanazozifanya. Nashukuru sana kamati huru ya tuzo hii chini ya Profesa Penina Mlama na kamati nzima kwa kazi nzuri na weledi wa hali ya juu kwa miaka hii yote minne ambayo tuzo hii imeendeshwa. Kwa kweli Profesa Mlama na timu yako mnastahili asante za aina yake. Kwa watu wengi ambao hawajui, wanafanya kazi honestly virtually kwa kujitolea. Sio kazi ya consultants, sio kazi ya kulipwa. Ni kazi ambayo inafanywa na watu wenye mahaba ya uandishi bunifu. Humu ndani wapo kama kina Esther hapa na vitabu vyake alishaniletea na viandika. Tuna Salma ambaye yeye naye amekuwa jaji katika tuzo nyingine huko duniani, na wanazifanya hizi kazi kwa kujitolea. Najua mikutano mingine wanafanya kwa njia ya mtandao, na Profesa Mlama ameonyesha uongozi wa aina yake. Profesa Mlama, wewe na timu yako asanteni sana.